Kama unaishi ndani ya ndoa ukiwa na hofu ya mauti, basi wewe ni mtumwa. Kama unaishi ndani ya ndoa na hofu ya mauti, wewe ni mtumwa. Yaani kwamba katikati ya maisha yetu nyakati hizi yako mambo mengi sana yanayotokea, na mambo mengine yanayotokea ni aina ya mambo ambayo yana uwezo wa kuleta hofu. Unaweza kuwa wewe ni mwanamke uko ndani ya ndoa. Ni mambo ambayo yamekuwa yakituzunguka kwamba wakati mwingine unakuwa umesikia mwanamume fulani kapiga mke wake mpaka amemuua. Mambo ambayo tumeyasikia sio mara moja, sio mara mbili, na mimi sitamani hata kuyarudia, kwa sababu ni mambo ambayo ndani yake yana kitu ambacho huwa kinapanda hofu ndani ya wanawake. Nyakati hizi wakati mwingine unakutana na mwanamke, mnazungumza katika kushauriana masuala ya ndoa, hata katika mambo madogo madogo ambayo ukiyaangalia watu wanaweza kuyazungumza wakayamaliza, lakini mtu atakujibu tu kwamba bwana, mimi naogopa nisije nikafa. Yaani unamwambia mmetofautiana na mume wako katika jambo hili, mbona ni mambo ya kawaida, ni maneno madogo, na mume wako anataka mzungumze. Kwa nini msizungumze mkamaliza? Anakwambia mimi naogopa nisije nikafa. Na hapo ujue anaweza kavunja hiyo ndoa, anaweza kaacha hiyo ndoa ambayo ukitazama na vigezo vyote vya kuweza kuitwa kwamba ni ndoa bora, tena ya mfano wa kuibu. Lakini jambo ambalo leo naomba nikuletee kama kwa aina ya msisitizo, kwa aina ya kukutia moyo na kushauri kwamba tuko katika kipindi ambacho wale tunaoamini katika Biblia tunapitia kipindi cha Kwaresma, na hili ni Juma Kuu. Ni juma ambalo tunakwenda Ijumaa Kuu. Tunapofika kipindi hicho, yako maneno ya Mungu yanaweza kutusaidia sana. Kwamba yuko ambaye alikwisha kuishinda hiyo hofu ya mauti. Neno la Mungu linasema katika Ibrania ile sura ya 2 mstari wa 15. Anasema ili kwamba awaweke huru wale ambao maisha yao yote kwa hofu ya mauti wameishi katika utumwa. Unaweza kuwa unaiamini Biblia, unaweza kuwa unaliamini neno la Mungu, lakini maisha yako yote ni mtu mwenye hofu ya mauti. Uko ndani ya ndoa yako, muda wote unawaza nisije nikafa. Yaani hiyo ndio imetangulia mbele. Una hofu ya mauti. Hofu ya mauti inakufanya unaishi kama mtumwa ndani ya hiyo ndoa. Kwa sababu ndani ya ndoa ni eneo ambalo yako mengi ya kufurahia ambayo Mungu ametuumbia. Mengi unatakiwa uyafurahie. Lakini mtu ambaye una hofu ya mauti, unaishi katika utumwa, muda wote unawaza nisije nikafa. Unawezekana kabisa kwamba ukawa umeondoa nafasi zote za wewe kufurahia ndani ya hiyo ndoa. Ukawa ni mtu mwenye wasiwasi, wakati mwingine hata kufurahia chakula tu ambacho yamkini umebarikiwa chakula hapo nyumbani inakuwa shida. Shida kufurahia chakula,